Katika kijiji cha Kalenga mkoani Iringa, mti wa matambiko ya mkwawa unasimama kama alama ya historia na urithi wa kabila la Wahehe. Mti huu mkubwa na wa asili ulitumika na kiongozi shujaa wa kabila hilo, Chifu Mkwawa, katika kufanya matambiko ya kijadi kabla ya kwenda vitani dhidi ya wakoloni. Kulingana na simulizi za wazee wa kijiji, Mkwawa alipata nguvu za kiroho na maamuzi ya busara kupitia tambiko chini ya mti huo. Hadi leo mti huu huenziwa kama sehemu ya kumbukumbu ya mapambano ya uhuru na ni kivutio kwa wageni na wanafunzi wa historia. Kivuli chake kimejaa hadithi na mizizi yake inashikilia uzalendo wa kizazi kilichopita. Karibuni sana. Eneo hili tuko sehemu ya mti au chini ya mti ambao ndipo Mkwawa alikokuwa anafanyia matambiko. Pia ukoo wa Mkwawa pamoja na kabila la Wahehe, hapa ndo sehemu yao ya matambiko. Na kwa nini walichagua mti huu? Mti huu kwanza unaitwa msosa kwa lugha ya Kihehe. Unaitwa msosa kwa sababu umekaa kama kisosa au kama sahani. Nadhani mmeona unapokea. Sio kama hiyo miti mingine imekaa hivi kama haipokei kitu. Kwa hiyo huu unapokea, na ndio maana hata miungu yao au mila na desturi zao pamoja na mizimu ya Wahehe wanasema ipo karibu na huu mti, ipo ndani ya huu mti. Na ndio maana hata ile picha ya Mkwawa ya kufikirika, nyuma yake kuna mti. Ndio huu hapa, ulikuwa bado mdogo mdogo, lakini sasa hivi umekuwa mkubwa. Na maajabu zaidi ya mti huu, kwanza inasadikika mti huu, chini ya mti huu au ndani ya ule mti kuna nyoka mkubwa mwenye vichwa 12 ambao kichwa chake kimoja ni mithili ya kichwa cha jogoo, na akifurahi huwa anawika, na akichukia huwa analia sauti fulani ambao wazee wale wa kimila wanaoishi maeneo haya wanajua kutafsiri sauti hizo. Kwa hiyo akichukia atalia mlio fulani, wakisikia wanakuja kufanya tambiko kwa ajili ya kuomba baraka za Mungu wao. Hata mvua isiponyesha, wanaamini labda tumekosea sehemu fulani, wanakuja kufanya tambiko. Sasa pia kuna nyuki. Nyuki na nyoka ni mizimu ya kabila la Wahehe. Ukiona mwewe umekosana naye, hakawii kukutumia nyuki. Hata usiku unakuta nyuki wako ndani au nyoka akakung'ata ukafa. Kwa hiyo nyoka huyo haonekani kwa macho yetu ya nyama. Inasemekana mpaka na sisi tuwe tumevaa mavazi fulani, sio haya niliovaa mimi, ni mavazi meusi kwa kina mama, wakina baba mavazi meupe. Na wakija kufanya tambiko wana dawa fulani fulani na mavazi hayo wakikupa ukivaa unamuona. Na matambiko huwa yanafanyika mwishoni mwa mwaka, pia katikati ya mwaka. Ina maana tunatoa kondoo, wanakuwa na damu ile ya kondoo, maziwa na pombe zetu za kienyeji pamoja na nafaka kama vile ulezi, uwele na vitu vingine kwa ajili ya kutoa sadaka kwa huyo Mungu wetu. Na pia huu mti wenyewe ni dawa. Hayo majani yake wanasema ni dawa ya magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo ukiumwa ugonjwa wowote unaruhusiwa kuchuma ukatumia ukapona kwa imani yako. Lakini kilichowashangaza wengi si historia ya mti huo tu, bali maajabu yaliyotokea miaka kadhaa baadaye. Miti mingine kuanza kuota juu ya mti huu mkubwa, kama mizizi yao ililimwa juu yake. Haukukua kama mzabibu au mti tegemezi, bali kama miti midogo iliyochipuka juu ya tawi la mti mkuu, kana kwamba ilikuwa ni sehemu yake ya asili. Lakini pia juu ya huo mti kuna miti mingine miwili ambao imeota ya aina tofauti tofauti, ambao moja hapo ni ule pale katikati unaitwa mlangali kwa Kihehe, au kwa Kiingereza wanaita cactus plant. Alafu kuna mti mwingine ambao unafanana na huo hapo nyuma yetu unaitwa mpogoro. Upo upande ule kule ndo unaonekana vizuri zaidi, au hapa kuna jani lile kule lililochukua juu yake. Sasa hiyo yote imejifanya yenyewe kwa asili wa hewa, nasema ni wa maajabu. Na pia inasadikika huu mti huwa unawaka moto usiku, huwa unahama, haupo hapa muda wote. Kwa sababu sisi hatuna uwezo wa kuona hayo yote, tunaonaga tu uko hapa hapa. Ila wenyeji wetu wanasema huwa unahama siku hadi siku. Na ndio maana tukaita msosa, tunapokea.
ndio maana umekaa kama sahani. Kwa hiyo tukiomba unapokea, na kadiri ya unavyoomba unatendewa kutokana na imani yako. Karibuni sana mje kutalii makumbusho ya Mtwa Mkwawa, mjionee maajabu mbalimbali. Mti huu una zaidi ya miaka 200 na huwa haukauki kama unavyoona. Iwe jua iwe mvua unakuwa hivi. Nadhani nyinyi wenyewe ni mashuhuda wa jambo hili. Mmeona unapendeza kabisa. Tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii kama YouTube, Instagram, TikTok na X kwa jina la Panorama Update. Hii ni Panorama TV.